Basi kwa kuanza somo letu tutafunga macho tuombe. Mtakatifu Baba mbinguni, tuna kila sababu za kushukuru mpaka masaa haya umetulinda. Na tunapoenda kuanza somo letu, basi kwa Mungu basi mambo yake ukae nasi. Na tunaweza kujifunza, tuweze kusaidia ndio tunashika na tuweze kufanya. Tunaomba maombi haya katika jina la Yesu. Amina. Basi somo letu la leo limepewa kichwa cha somo kinachosema mkono wafunga mlango. Na somo letu limejikita sana katika Biblia, katika kitabu cha Mwanzo. Na kwa kwanza tutasoma fungu mstari wa 6 mpaka mstari wa 10 Mwanzo 6 mstari wa 13 mpaka 14. Tunasema Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu ameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Mstari wa 14, ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyuma ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Amina. Kisa chetu cha leo kitajikita sana kuhusu kisa cha Nuhu. Na kwa kuanza, Nuhu aliambiwa na Mungu aweze kujenga safina, maana dunia ilitenda dhambi. Watu walikuwa wamejaa dhambi, jeuri, ukatili, hawakumsikiliza Mungu tena. Binadamu walishwa kufuata tamaa zao, hawakujali mambo ya haki, na vurugu ilitapakaa kote duniani. Biblia inasema Mungu akamwambia, alihuzunika kuwa amemuumba mwanadamu kwa sababu ya kiwango kikubwa cha uovu. Lakini katikati ya jamii iliyopotoka, Nuhu alisimama kinyume na ulimwengu. Alikuwa mtu mwema, mcha Mungu, mwenye kutii na aliishi kwa uadilifu. Kwa sababu hiyo, Mungu alimchagua yeye na familia yake kuwa miongoni mwa wale watakaookoka adhabu ile ambayo inakuja. Amri ya kujenga safina, Mungu alimwambia Nuhu kwamba angeleta gharika kubwa. Tunaona pale katika television, Mungu alileta gharika kubwa na kuangamiza dunia pamoja na viumbe vyote vilivyoko juu ya nchi. Hivyo akamwagiza Nuhu ajenge safina maalum, meli kubwa kwa vipimo. Tunaona pale kuna meli kubwa. Sikufanikiwa kupata picha ile ya meli, lakini ni meli kubwa kwa ambao hiyo meli ijenge kwa mtu wa mvunje, iwe na nyumba ndani, iwe lami ndani na nje, iwe na ghorofa 3, iwe na mlango mmoja, iwekwe dirisha juu. Wakati Nuhu anajenga safina, watu wengi walicheka na kumdhihaki. Ni jambo lisiowekwa kwamba watu anajenga meli kubwa katikati ya nchi kavu bila bahari. Lakini Nuhu hakuacha, aliendelea kumtii Mungu bila kusita. Wanyama kwa walijenga safina ile. Baada ya miaka mingi safina kukamilika, Mungu alimwambia Nuhu aingie ndani ya safina na familia yake, mke wake, wana wake pamoja na wake zao. Mungu pia alimletea wanyama wa kila aina, wawili. Wanyama wawili asiye safi, 7 wa kila mnyama aliye safi, ndege wa kila aina, wadudu na viumbe vyote vya nchi kavu. Wale wanyama hawakuletwa na Nuhu. Mungu mwenyewe aliwaongoza hadi safinani. Gharika ikaanza. Siku iliyokuja Mungu mwenyewe alifungua mlango wa safina. Ndipo mvua nzito ilipoanza kunyesha. Ilinyesha kwa siku 40 usiku na mchana. Chemchemi na vilindi zilipasuka. Maji yalifunika dunia yote, hata milima mirefu ikazama. Kila kiumbe kilichokuwa nje ya safina kilikufa, watu, wanyama, ndege na viumbe vyote vya nchi kavu. Safina ikabebwa juu ya maji kwa miezi mingi. Baada ya muda mrefu, Mungu aliamuru upepo uvume juu ya dunia na maji yakaanza kupungua. Safina ilikaa juu ya mlima
Ararati. Nuhu alituma kunguru, akawa anarudi bila kupata pahala pa kukaa. Kisha akatuma njiwa. Mara kwanza njiwa hakurudi bila kitu. Mara pili akarudi na jani la mzeituni. Mara tatu hakurudi tena, ishara kuwa ardhi imekauka. Mungu alimwambia Nuhu atoke safinani pamoja na familia yake na wanyama wote. Walipotoka, Nuhu alimjengea Mungu madhabahu na kutoa sadaka kwa Bwana kama shukrani. Mungu anapendekezwa na sadaka hiyo na akatoa ahadi ya kudumu. Ataangamizi tena dunia kwa gharika. Aliweka upinde wa mvua angani kwa alama ya agano. Upinde wa mvua unakumbusha ahadi ya Mungu ya rehema na ulinzi. Hii ndiyo story ya kisa chetu cha Nuhu. Kuanzia uovu wa dunia, agizo la kujenga safina, gharika, hadi agano la upinde wa mvua. Wangapi tumeelewa somo la leo? Amina. Basi kwa kufunga kipindi chetu cha Hubiri Kuu, nitamkaribisha mtu mmoja kupatia ombi la kufunga. Karibu. Sasa tunaweza kusoma hivi haya, napenda kuendelea kusoma mengine. Bariki tuweze kuelewa haya yaliyofundishwa kwa mbele. Naomba kwa jina la Yesu. Amen.